Leo tumzungumzie Kizza Besigye. Ukisikia mwiba wa kusaka koo, ndiyo kiongozi huyo wa upinzani alivyo kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Lakini amini usiamini, walikuwa maswahiba wakubwa wakati mmoja kabla ya uhasama huu kushika kasi. Alikuwa daktari wake binafsi na walikuwa pamoja vitani na Museveni katika miaka ya 80. Uhusiano wao wa sasa umezua mjadala mkubwa ukiozongwa na mshike wa kisiasa, maandamano, mabomu ya kutoa machozi hadi kuwekwa kizuizini. Anaendelea kupinga utawala wa muda mrefu wa rais Yoweri Museveni. Tunavyozungumza hivi sasa, Besigye yuko rumande akisubiri kesi yake kusikilizwa tena wiki ijayo. Mnamo Novemba mwaka jana, Besigye aliripotiwa kutekwa kutoka Nairobi, Kenya na baadaye kufikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi huko Kampala. Anakabiliwa na mashtaka yakiwemo uhaini, kosa ambalo linaweza kutolewa hukumu ya kifo nchini Uganda. Mashirika ya haki za binadamu yamekashifu mashtaka hayo yakisema yamechochewa kisiasa. Kuna wasiwasi kuhusu kuzorota kwa afya ya Besigye na kumekuwa na maandamano kutaka achiliwe huru. Serikali inasisitiza kwamba taratibu za kisheria lazima ziendelee bila kuingiliwa na watu au taasisi za nje. Mamlaka zimezungumza kuhusu kuzingatiwa kwa sheria katika kesi ya Besigye, ila hali mazingira ya kukamatwa kwake na kupelekwa mahakama ya kijeshi pamoja na kunyimwa dhamana, yote yanatilia shaka uhalali wake kisheria. Besigye mwenyewe, kama njia ya kushinikiza kuachiliwa kwake, alifanya mgomo wa kula kwa siku kadhaa na hata kulazwa hospitalini, jambo ambalo limezidisha kudhoofika kwa afya yake. Kwa kiasi fulani, juhudi zake pamoja na shinikizo za wanaharakati wa haki ndani na nje ya nchi zimefanikiwa kuhamisha kesi yake kwa mahakama ya kiraia. Yote haya yanatokea wakati nchi hiyo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mapema mwaka ujao. Sio jambo geni kwa wanasiasa wa upinzani Uganda kukumbwa na kila aina ya misukosuko inapokaribia uchaguzi mkuu. Masaibu kama haya yamewakuta wanasiasa wengine wakiwemo kina Bobi Wine. Lakini Besigye, anayetambulika kama mtu aliyefungwa jela mara nyingi zaidi nchini Uganda, anafikishwa tena mahakamani wiki ijayo kusikilizwa kesi yake. Anasema uongozi wa Rais Museveni haujawa na manufaa kwa wananchi na hivyo basi nchi inahitaji mabadiliko ya uongozi. Unadhani anao uwezo wa kuleta mageuzi hayo?